Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo katika kaunti zote ya 47 siku hii ya 16 ya mwezi Januari mwaka 2025. Kwa namna hiyo nikikusabahi na kukaribisha katika awamu hii ya upeo wa TV47 Weekendi, tukujuze yale ambayo yamejiri humu nchini sawa na mataifa ya kigeni, lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika TV47 Weekendi. Rais Yoweri Museveni aongoza katika matokeo ya muda nchini Uganda, huku mpinzani wake Bobi Wine akidai kuwa kura ziliibwa. IPOA yaanza kuwachunguza maafisa wa polisi walioonekana kwenye video wakiwadhulumu vijana kule Nandi Hills. Wizara ya Afya yatoa maagizo ya kufuatwa na wanaokumbatia miti. Na wakazi wa Mwea washinikiza serikali kumtafuta aliyekuwa mbunge wao Peter Njuguna Gitau ambaye anadaiwa kutekwa tarehe 14 Januari. Naam, karibu popote pale ulipo katika awamu hii ya TV47 Weekendi. Jina langu Elizabeth Matuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Moja kwa moja ni kwamba vijana waliorekodiwa kwenye video ya CCTV wakidhulumiwa na maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria mjini Nandi Hills, kaunti ya Nandi, wamefika katika kituo cha polisi kuandikisha taarifa rasmi. Vijana hao wamesema kuwa walipitia fedheha kubwa zaidi mikononi mwa polisi usiku wa Jumamosi, na hasa wanataka hatua kali zichukuliwe dhidi ya maafisa wa polisi husika ili haki itendeke. Kamanda wa polisi wa Nandi Samuel Mukusi amesema uchunguzi unaendelea na yeyote atakayepatikana na hatia atachukuliwa hatua kali za kisheria, huku akiwataka wakazi kudumisha utulivu. Inspekta Jenerali wa polisi na mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA zimeagiza uchunguzi kuanza mara moja. President alitangaza tupige vita pombe na mihadarati. Sasa kama vijana, kama pombe na mihadarati atufanye, sieri mtuache puli tu. We know it's not all officers wenye wanafanya vibaya, but there's a clique of them who are used to police brutality and wanatunyanyaza. The best thing that I can do is, now that all those who have complaints wanaandikisha ripoti, and then from there statements ziandikwe. Bila shaka tunatumai kwamba hatua zitachukuliwa na hawa watapitia na kupata haki ambayo inahitajika. Na mzozo wa shamba la ekari 4296 la Mudhera lililopo eneo la Mount Narok, Njoro, kaunti ya Nakuru unazidi kutokota. Pande mbili zinazovutana ni familia ya aliyekuwa waziri Mbiu Koinange na ile ya mwanahabari Moses Mpoe, zinakabiliana hata nje ya mahakama. Familia ya Mpoe ambayo imekita kambi kwenye shamba hilo inalalamikia pakubwa kuhangaishwa na maafisa wa polisi licha ya kesi hiyo kuwa mahakamani. Mike Chalo ana uketo wa taarifa hii. Ni shamba la ekari 4296 ambalo thamani yake ni shilingi bilioni 5. Utata wake ukiwa umedumu tangu miaka ya 70, kila kizazi kinachozaliwa ndani ya familia ya Moses Mpoe na aliyekuwa waziri Mbiu Koinange kikijipata kwenye mzozo huu. Kwa sasa kesi zikiwa mahakamani zinazohusisha tuhuma za kugushi stakabadhi, vita na hata mauaji katika shamba hili. The whole of last year we have been running away, we have been running ups and down, we have been hit with a lot of cases concerning this land. Hata hivyo, familia ya aliyekuwa mwanaharakati wa mazingira Moses Mpoe ambayo imekuwa ikilima kwenye shamba hilo inalalamikia kuhangaishwa na watu wanaojitambulisha kama maafisa wa polisi licha ya kesi ya shamba hilo kuwa mahakamani. When you try to look this in deep,
It is as if the Mbowe are competing with the DCI for the ownership of this land. Yes. We have a man who is disturbing and threatening our life, who is working in Nairobi headquarters. Tuko na DCIO hapa Olokurto, tuko na DCIO hapa Njoro. Hawashiki watu ambayo tunawaletea kuambia hawa ndio wanakuja kutusumbua. Hawa ndio watu wanalete kukosanisha watu amani, wanapiganisha watu. Licha ya kamati ya usalama eneo la Njoro kuamua familia ya Mpoe na ya Moses Koinange zitagawiwa ekari 2,000 kila moja, familia ya Mpoe imedai maafisa wa usalama wamekuwa wakiegemea upande mmoja, sasa wakiitaka serikali kuhakikishia usalama wao kwani wanaishi maisha yao yakiwa hatarini. Mimi naomba serikali, hii shamba anasumbua sisi sana kwa ajili ya shamba yetu. Na hakuna kampuni, ni yetu tu, ni Mbowe. We've never been served with justice. The Mpoe's family, we've lost our relative, we've lost our father in assassination in matters of this land, and we ask for justice. Tumekuwa tukiona sana kwa macho zetu, tunaamkiwa asubuhi wamama wanatoka nje wameshangaa, watoto hata wanakosa kwenda shuleni, hadi watoto wadogo wa hii familia karibu wapate magonjwa kama Alzheimer's kwa sababu ya kushangaa mbona wazazi wao wanafukuzwa kama maswara. Mike Chelo, TV47. Kazi safi Mike Chalo. Na chama cha ODM kimo mbioni kupigia debe makubaliano yake na chama tawala cha UDA kama ilivyoangaziwa katika mkutano wao wa hivi majuzi ulioashiria mwanzo wa mikakati ya mkataba wao mpya utakaoangazia zaidi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hata hivyo, chama hicho kinadaiwa kuwasilisha matakwa mapya ikiwa ni pamoja na kupewa mgombea mwenza mwaka 2027. Wana ODM wanatarajiwa kujinadi na wananchi katika kaunti zote 47 kabla ya mkutano wao wa wajumbe ambao unatarajiwa mwakani kuidhinisha kikamilifu mkataba huo. Siku chache baada ya makubaliano ya kuwepo kwa mkataba wa ushirikiano baina ya chama cha ODM na chama tawala cha UDA, wana ODM wamo mbioni kunadi wa Kenya na haswa wafuasi wa ODM ambao wanaonekana kuwa na mtazamo tofauti kufuatia vuta ni kuvute ambayo imekuwa baina ya viongozi wa ODM. Kiwa pamoja ndio tutakuwa na nguvu na negotiate na hawa from a point of strength. Kulingana na wadadisi na wandani wa ODM ni kwamba mbali na kukubaliana kushirikiana kupitia mkataba, ODM iliwasilisha matakwa mapya ambayo yatawezesha na kuongoza usuhuba huo. Katika matakwa yake, ODM inataka kupewa nafasi ya mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, kuwa na usemi mkubwa katika uchaguzi huo haswa katika maeneo ambayo ni ngome yao, na pia kuwa na usemi katika serikali ya baada ya uchaguzi endapo watashinda miongoni mwa mengine. ODM has agreed to work with the UDA. Now we are now moving forward to formalize that particular agreement so that at least we can move together in a formal way and as envisioned by our Political Parties Act and our Constitution. Chama cha ODM katika makubaliano yake pia ni kuzuru katika kaunti zote 47 kupigia debe makubaliano ya kuwa na mkataba mpya na pia kuwashawishi wana ODM, kisha baadaye kuwa na mkataba wa ushirikiano ambao unatarajiwa kupitishwa kupitia mkutano wa wajumbe wa chama cha ODM. Kadhalika, pendekezo hilo linaonekana kuzua mjadala na pia upinzani haswa katika matakwa hayo ambayo yanaonekana kuvifungia baadhi ya vyama nchi haswa katika maeneo ya Nyanza. Let UD and ODM do what they are doing, but let them not try to zone the country. We don't want political dealership. We don't want political deals that tell us that, oh, now you will run people here and you can't run people there. Hata hivyo, wakati ambapo upande mmoja wa ODM unajitahidi kuwa na mkataba, pia viongozi kutoka mrengo huo katika ukanda wa Pwani wanashinikiza waziri wa madini Ali Hassan Joho kuwepo kwenye meza ya mazungumzo kwa eneo hilo kupata uwakilishi wake, wakisema kuwa ana nguvu ya kutosha kujadiliana na haswa uwakilishaji wa Pwani.
Wanasiasa na siasa na maafisa wa mamlaka ya kitaifa ya kupambana na dawa za kulevya na pombe na kada kwa ushirikiano na vyombo vya usalama wamefanya operesheni mjini Kapsabet kunasa shehena kubwa ya pombe haramu. Hatua hiyo inalenga zaidi kulinda afya na usalama wa wakazi. Akizungumza katika mahojiano, Simon Mwangi, naibu mkurugenzi wa mawasiliano ya NACADA, amesema kuwa makasha 900 ya pombe haramu yalinaswa na yanashukiwa kuingizwa humu nchini kimagendo. Hali hii imewatia wakazi hofu na kuwaacha wengi na maswali kuhusu usalama wao katika maandamano na katika maeneo kunradhi ya burudani. Aidha, amewahimiza wakazi kujiepusha na ununuzi wa pombe haramu na kutoshiriki usambazaji wake. Where we have conducted simultaneous multi-agency operations within Kapsabet town, and we've managed to nab large volumes of alcohol that emanates from Uganda in plastic bottles, and some of it in sachets, which of course is illegal in this country. We've also managed to recover quite huge amounts of alcohol that is suspected to be counterfeit. We have managed to nab some suspects who we will be arraigning in court, and we will be subjecting what we've discovered today to the government chemist for verification. Taarifa ambayo tunafuatilia baadaye tutakuletea kwa kina. Na familia na wakazi wa eneo bunge la Mwea, kaunti ya Kirinyaga, wameandamana wakitaka kuachiliwa huru kwa aliyekuwa mbunge wa Mwea Peter Njuguna Gitau ambaye anadaiwa kutekwa nyara kwa njia tatanishi. Kulingana na familia, Peter alitekwa nyara tarehe 14 mwezi Januari mwaka wa 2026 na watu wasiojulikana akiwa nyumbani kwake jijini Nakuru, na kufikia sasa hawajui alipo mpendwa wao. Wanaiomba serikali kuingilia kati ili waweze kumpata. Alishikwa tarehe 14 saa 8 ya usiku upande wa Nakuru uko anakaa. Sasa sisi family tuko na machozi mingi, tunalilia serikali imuachilie mahali pote yako. Serikali imuachilie. Na tangu siku hiyo hatujawahi muona. Tulienda Nairobi kwa DCI na hatukumpata. So tuko na uchungu mwingi moyoni mwetu juu ya kumtafuta tukamkosa. Hata pia familia tuko na huzuni mwingi juu hatumuoni, na hata familia bado inalia machozi juu wako na watu wanamtegemea within the family. Sisi tuna swali moja tu, kama Gitau amekosea serikali ama amekosea mtu individual, wacha Gitau apelekwe kotini, tupatane kotini na mawakili zetu. Na kama Gitau ameshikwa kwa sababu ya mambo zingine ya kisiasa, atuendi chini sisi. Watu wa Mwea wamesema hata wamweke ndani, wamweke mahali popote, tunasimama na Gitau mpaka hadi ya mwisho. Na Rais William Ruto amesema kuwa serikali itajenga uwanja mpya wa ndege wa kisasa mwaka huu ili kufanikisha biashara, sekta ya utalii na usafiri. Yanajiri hayo baada ya kukutana na kiongozi wa jamii ya Dawood Bohar, Daktari Sidna Mufadal, katika chuo cha Almajea Bacho katika mtaa wa Karen hapa jijini Nairobi. Aidha, Ruto ameipongeza jamii hiyo kwa mchango wake wa ujenzi wa taifa na hasa sekta ya nyumba za bei nafuu na afya pamoja na elimu. Your Holiness, I know you use our airport. I just want to assure you that this year we will be building a new world-class airport that will support not just Kenya as a hub in our region, not just our tourism sector, not just our conference sector, but also our business communities that use our airports for purposes of travel. These travels across the world, His Holiness not only nurtures spiritual growth, but also engages with leaders worldwide to promote peace, cultural harmony, and societal well-being. His Holiness is indeed a leading diplomat of peace, spiritual growth,
and human development. I've often spoken about the importance of peace and faith in leadership. We hope that today, within these walls, you find a moment of that peace. On behalf of His Holiness, we thank you for your friendship, we thank you for your leadership, and we welcome you warmly to Al-Jamia. Bila shaka taarifa hiyo inanipa nafasi mimi kupokea kikombe cha maji, lakini kabla sijakwenda, kuna huyu anasema Rais William Ruto amesema nini? Namwambia kwamba amesema kwamba atajenga uwanja wa ndege ambao ni wa kimataifa kuhakikisha kwamba eneo hili la taifa la Kenya linakuwa katika hadhi moja na viwanja vingine vya kimataifa. Kuna huyu mwingine anasema mimi napenda zaidi taarifa zenu na jinsi ambavyo mnaziangazia. Kuna mwingine anasema hayo masuala ya polisi ni kitu ambacho kinastahili kutiliwa mkazo, kwani linakuwa jambo la aibu wakati ambapo vijana na haswa wale waliopitia hayo kule Nandi Hills miongoni mwa wengine. Police should just reform. Ni baadhi ya yale ambayo tumepokea moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii. Popote pale ulipo, kauli yako siku zote inakubalika.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Kwingineko ni kwamba watetezi wa haki za binadamu wamedai kuwa watu 13 wameuliwa katika eneo la Butambala, huku mwaniaji wa urais Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine akiwarai wananchi wa Uganda kuendelea kurekodi matokeo yote. Haya yanajiri huku tume ya uchaguzi ya Uganda ikitangaza kuwa Rais Yoweri Museveni anaongoza kwa 76% ya kura zilizohesabiwa na Bobi Wine akiwa na 19.85. Maafisa wa usalama wameonekana wakishika doria katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kudumishwa. Stanley Nyaringita ana uketo wa taarifa hii. Ijumaa, shughuli ya kuhesabu kura iliendelea nchini Uganda, huku tume ya uchaguzi nchini humo ikitangaza kuwa Rais Yoweri Museveni anaongoza kwa 76% ya kura. Number of stations from which we have received results so far is 22,758. Kyagulanyi Sentam Robert 1,312,047 represent 1,312,047,000 representing 19.85. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni 3,960,438 representing 76.25% of the total valid votes cast. Yanajiri huku chama cha National Unity Platform NUP kikidai kuwa Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine amezuiliwa na polisi nyumbani kwake. Hata hivyo, msemaji wa polisi Kituma Rusoke amedokeza kuwa ulinzi huo ulikuwa kwa ajili yake. Bobi Wine vile ameelekezea kidole cha lawama kwa Rais Museveni kwa kile anachodai ni tuhuma dhidi ya wananchi wa taifa hilo wakati uchaguzi. Now, if Mr. Museveni murders the people of Uganda, the world is watching, and he knows that nobody commits crimes and gets away with it, regardless of the passage of time. Wakiunga mkono matamshi ya Bobi Wine, watetezi wa haki za kibinadamu wamedai kuwa watu 13 wameuliwa Ijumaa asubuhi katika eneo la Butambala. One member of parliament from Butambala County, it's a constituency in Uganda, and who happens to be the vice president of National Unity Platform of Uganda region. He was infiltrated, I would rather say, security agencies or goons, whatever we would like to call them, attacked his residence, where his agents and his friends had gathered after, of course, to discuss about the results of the elections that did happen yesterday. And during that confrontation, 13 people were shot dead. Kazi safi Stanley. Na ilianza kama kampeni ya Truphena Muthoni ya kutoa wito kuhifadhi mazingira, akiwavutia Wakenya wengi kwa kukumbatia mti kwa saa 72. Na sasa wengi wameifanya hulka, wakiitumia kama njia ya kuwapa watu ufahamu fulani ama hata kupata msaada wa kifedha. Wengine hawafanikiwi kukamilisha safari yao na kuishia hospitalini baada ya kuishiwa nguvu, jambo ambalo limelazimisha Wizara ya Afya kutoa onyo, tahadhari na mwongozo wa kiafya, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Susan Locho. Kilichoanza kama wazo la kushangaza sasa kimekuwa changamoto ya taifa. Truphena Muthoni, msichana jasiri, alianza jaribio la kukumbatia mti kwa saa 72 na kuvutia macho ya Wakenya. So when we have environmental degradation like floods and droughts, the victims have post-traumatic stress disorder. Lakini msukumo ukawafikia wengi walioanza kukumbatia miti kwa kile wanachokiita kampeni ya uelewa.
Lakini si kila jambo ni mchezo. Baadhi walianza kwa nguvu na kuishia hospitalini baada ya kuishiwa na nguvu na kupoteza fahamu. Hulka hii inaweza kuwa ya kufurahisha, lakini hatari ipo. Wizara ya Afya sasa imetoa mwongozo wa kiafya na tahadhari kabla ya kufanya shughuli nzito kwa mwili. Wanaofanya majaribio ya kimwili wanapaswa kuwa makini kuhusu joto, kupoteza fahamu, upungufu wa maji, majeraha, wadudu, nyoka, ardhi mbaya, matatizo ya kisaikolojia na hewa chafu. Kulingana na Wizara ya Afya, walio hatarini zaidi ni wenye magonjwa yasiyogunduliwa, wanaoanza ghafla, mazoezi makali bila maandalizi, au kutumia chakula kidogo, virutubisho au vichocheo bila ushauri wa kitaalamu. Kabla ya mazoezi makali, wahusika wanashauriwa kufanya uchunguzi wa afya, kupima shinikizo la damu, sukari na mapigo ya moyo, kujadili magonjwa sugu na kukagua dawa zinazosaidia mwili kushughulikia joto au upungufu wa maji. Hatari hizi huwa na dalili kama vile kuchanganyikiwa, kuanguka ghafla na kuwa na ngozi kavu. Ikiwa dalili hizi zitatokea, wahusika wanashauriwa kusimamisha shughuli na kutafuta msaada wa kiafya mara moja. Susan Locho, Runinga ya TV47, Nairobi. Tukidunda viwanjani ni kwamba Mathare United imeandikisha ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Ulinzi Stars leo jioni katika uwanja wa Kasarani kwenye mechi ya ligi ya SportPesa. Bao la kipekee la ushindi lilifungwa katika dakika ya 37 ya mchezo na mchezaji John Makwata. Kwa sasa Mathare United imeshikilia nafasi ya 11 kwa alama 21 huku Ulinzi Stars ikiwa katika nafasi ya 17 kwa alama 17. Kwanza na pia Makwata mwenyewe akipiga bao, then it means anajipatia challenge yeye mwenyewe, na nadhani hiyo ndio kitu tulikuwa tunatafuta. Mtu pia anaweza kuja kutupatia mabao. Juu ukiangalia katika mechi ya leo imekuwa ni mechi ya two halves. First half also I don't think we created zile chances you create. Kuna laxity kidogo pande yetu, ndio maana tumepata kuconcede ile bao kutokana na set piece. Kitu ambacho tulikuwa tumezungumzia, tujaribu kuavoid set pieces kwa sababu pia imetudhuru sana katika huu msimu wa kwanza. Tumejaribu deny the opponents hizo nafasi, but tulijua maybe hiyo tu ndio namna ambayo wangeweza kupata nayo bwana, kweli imefanyika. Na AFC Leopards itakwaruzana na timu ya AAPS Bomet kesho katika uwanja wa Kasarani kwenye mechi za ligi za SportPesa. AFC Leopards iliandikisha rekodi ya kwanza ya mwezi Disemba kwa kushinda mechi 3, huku mechi ya kesho ikiwa muhimu zaidi kusaka pointi 3 ili kusalia kileleni mwa ligi baada ya upinzani wao wa karibu Gor Mahia kuwatetemesha Moranga Seal katika wiki kwenye mechi zingine. Shabana itapimana nguvu na Sofapaka, huku Tusker ikiwaalika nyumbani Bandari United. Kwanza naweza sema tunashukuru God kwa hizo point 6 ametupatia. Then ukiangalia pia mood kwa camp, mood ni professional sana. Naweza sema pia tangu ni sign kwa hii team sijai feel hivi like una feel tu wako ready to go to the next match. Wako vizuri, the likes of Stuba. It's good kuwa na healthy competition kwa hiyo department, na ndio kwa maana tunaendelea kusukuma team vile inafaa. Kila mtu alikuwa anajua it happens, tulikuwa tunajua venye wanacheza, na si mara ya kwanza tukiwapiga 4. Hata last season pia tuliwapiga 4, so tulikuwa tunajua venye wanacheza, na that's why ilikuwa easy. Alafu pia support ya mafans pia kameki ikakuwa ni rahisi zaidi. Ndio amekuja kaleta something different, sayo something different mfanya wale players wanacheza same position, utapata pia wame up game yao juu, pia lazima pia waanze kufikiria kufunga, na itakuwa sawa, at least itakuwa itatusaidia ku get results.
Bila shaka mpenzi mtazamaji, siku zote wanasema kilicho na mwanzo mwisho lazima utakuwepo. Kufikia hapo, mimi Elizabeth Mutuku na mwenzangu kwenye meza ya lugha ishara Catherine Simaloe tunakamilisha, lakini saa 3 watakuwepo hapa Betty Kialo kwa lugha ya Kizungu kujuza mengi zaidi. Usicheze mbali.